Naitwa Stella Othman Mgumia, meneja wa Machinga Complex. Leo tuko hapa Al-Maamur kwa ajili ya kumsindikiza kijana wetu mpenzi Saidi. Ametutoka baada ya juhudi nyingi zilizofanyika za kuweza kuokoa maisha yake, lakini hazikuwezekana. Tunaomba kwa nafasi ya pekee tutoe shukrani za dhati kwa viongozi mbalimbali wa serikali, kwa vyombo vya habari, wafanyabiashara wa Machinga Complex, lakini pia wananchi wa Tanzania, lakini na wa nje ya nchi yetu ya Tanzania. Walifanya juhudi kweli kweli kumchangia kijana huyu ili kuweza kwenda India kwa ajili ya kufanya operation. Lakini kwa bahati mbaya hata safari ya India ilishindikana kwa sababu alikuwa amezidi kudhoofika. Wataalamu walitoka India wakaja kumfanyia operation. Tulishukuru sana kwa sababu operation yake kwa hakika ilifanikiwa. Na Mungu alimsaidia akatoka salama kabisa theater. Tukapata matumaini kwamba anaendelea vizuri. Lakini tunadhani labda alipata shtukizo la moyo au ilikuwaje, manake alifanya kama ameshtuka tu akapiga kelele, basi umauti ukamkuta. Tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa zake kwa sababu tulikuwa tuna matumaini sana. Ni kijana hodari, kijana mchapakazi, ni machinga ambaye alikuwa amejiajiri na amekuwa Machinga Complex kwa muda sasa. Kijana mtiifu, alikuwa wakati wote ni wakati wa kufanya ubunifu na kutengeneza maisha yake. Alibahatika kuoa na akapata mtoto mmoja. Alikuwa ni kijana mdogo ambaye bado anaanza maisha yake. Hatukutegemea kabisa kwamba wakati huu ulikuwa ndio wakati wa Mungu wa kumpumzisha kijana wetu Saidi. Tunatoa shukrani sana za dhati sana. Tunashindwa kusema kwa kutoa shukrani kwa mtu mmoja mmoja, lakini madaktari wa Muhimbili wamefanya kazi kubwa sana. Wametoa ushirikiano mkubwa sana kwa kijana huyu na misaada mingi mbalimbali. Lakini ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wametusaidia sana kwa kweli. Lakini siwezi kusahau viongozi wote wa chama na serikali. Wametoa kila wakati, walikuwa wanatuulizia kijana anaendeleaje, kijana amepata msaada wa kiasi gani, apewe utambulisho, asaidiwe. Kila mmoja alikuwa yuko kwa ajili ya yule kijana. Lakini tuseme sisi tulimpenda, Mungu amempenda zaidi. Kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji tumepokea kwa masikitiko msiba huu, na leo tuko Al-Maamur, basi leo anaenda kupumzishwa. Jina naitwa Munawari Mkoka, katibu wa wafanyabiashara. Kwa hakika jambo hili limetustua sana, ukizingatia ndugu yetu tulikuwa naye, tunafanya naye biashara vizuri, lakini pia katika hali yake ya kuugua tulijitahidi sana kuchangisha na tulipata support kubwa kutoka katika viongozi wa juu, mbunge wetu na baadhi ya viongozi nao walitushika mkono katika hili. Lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu ndio ambayo yametimia. Kwa hakika sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kwa jina naitwa Habiba Rajabu, mwenyekiti wa wafanyabiashara wanawake Machinga Complex. Leo hii tuko hapa msikiti wa Al-Maamur kwa ajili ya kumsindikiza mfanyabiashara mwenzetu marehemu Saidi. Tunawashukuru wale wote waliojitokeza kwa hali na mali kuchangia matibabu ya mfanyabiashara mwenzetu, lakini ni majari ya Mwenyezi Mungu kilichotokea. Tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wote madaktari waliofanikisha tiba yake, wafanya biashara na watu wote waliojitokeza, na media pia, vyombo vya habari vilitusaidia kwa hali na mali kuhakikisha wanaitangaza habari hii na kufika na watu kuchangia. Kwa kweli tunawashukuru na kuwapongeza wote. Asante. Naitwa Jundani Mikidadi Abdalla, ni ndugu au mdogo wake na Saidi Mikidadi Abdalla ambaye alikuwa ana tatizo la uvimbe kwenye shingo ambayo ilipelekea kuomba msaada katika media tofauti tofauti na kwa serikali ili kuweza kumsaidia kupata matibabu nchini India
au ikiwezekana madaktari kuja hapa kuweza kumtibia, na gharama za upasuaji wake zilikuwa milioni 40. Tulijaribu kupambana kuona tunafikia wapi ili kuweza kunusuru hali yake, kwa sababu ilitolewa miezi 3. Endapo itapokuwa imezidi, ule uvimbe unaweza ukapasuka na ukazua madhara mengine au kupoteza maisha. Taarifa ya madaktari wa Apollo India ilitoka tarehe 17 mwezi wa kwanza mpaka kufika tarehe 17 mwezi wa 4 tulikuwa tuchatimiza miezi 3. Kwa hiyo madaktari walishauri kama ikiwezekana na pesa ilikuwa haijatimia, waje wajaribu kuangalia kufanya upasuaji wakiwa hapa Tanzania, kuona unaweza wakaisolve vipi issue yake. Lakini jopo la madaktari wa Muhimbili kushirikiana na madaktari bingwa wengine ambao walikuwepo waliingia Youth Theater saa 2 kamili asubuhi wakijaribu kuondoa ule uvimbe, kwa sababu ulikuwa tayari hawezi kupumua vizuri, hawezi kuongea vizuri, mishipa inakaza kila dakika. Kwa madaktari waliingia kwenye upasuaji saa 2 siku ya Jumatatu na kutoka kwenye upasuaji saa 3 kamili usiku, ambao upasuaji uligharimu masaa 14 ya upasuaji wake, na alipotoka alikimbizwa ICU. Asubuhi tulifanikiwa kumuona ikiwa bado hajaamka, lakini kwa maendeleo walisema kidogo yalikuwa ni mazuri. Kufikia mida saa 9 kamili alasiri, mgonjwa alipata mshtuko wa ghafla ambao ule mshtuko ulipelekea mishipa yake kupasuka na hapo kupoteza maisha. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati kwa wananchi, serikali na watu wote ambao walikuwepo bega kwa bega na Said Mikdadi Abdalla kama kumsaidia katika matibabu yake. Pia tunasema tuko pamoja na tunashukuru na asanteni sana kwa michango yenu, na tunashukuru mpaka hapa tulipofika, na hadi hivi leo Said Mikdadi ametutoka. Mazishi yake tunafanyia hapa msikiti wa Maamur. Tukitoka hapa tunaelekea Kisutu kwa ajili ya kumpumzisha sehemu yake ya mwisho. Baada ya hapo tunarudi nyumbani ambapo Yombo kwa mama yetu, na ndio sehemu ambayo tutafanya vikao na vitu vingine vitaendelea. Okay. Pia tunashukuru vyombo vya habari, media zote tofauti ambazo zilijitokeza kwa wepesi pale tulipokuwa tuna uhitaji, na waliweza kufika kwa ajili ya kumsaidia ndugu yetu Said Mikdadi Abdalla. Pale ambapo tulikuwa tuna uhitaji walikuwa wakitoa taarifa tofauti kwa wananchi, wakitoa updating. Wao wametoa mchango mkubwa sana kwa viongozi, wananchi kuweza kuona tatizo ambalo linamsumbua Saidi na kupatiwa matibabu ya haraka, lakini Mungu amempenda zaidi. Kwa majina naitwa Bakari Mkupa, mwenyekiti wa wafanyabiashara Machinga Complex. Tupo hapa katika makaburi ya Kisutu kumsindikiza mpendwa wetu Saidi ambaye ameumwa kwa muda mrefu. Kazi ya Mungu haina makosa. Pia tunashukuru kwa sababu sisi kama binadamu huu ndio mwisho wetu, na kama wafanyabiashara na Watanzania kiujumla tujitahidi sana kupambania maisha ya kijana mwenzetu ndugu Saidi. Michango tulipata mingi sana kutoka kwa wafanyabiashara, watu ambao wameguswa ndani ya mkoa, wilaya na nje ya nchi. Kiukweli tujitahidi sana kuweza kumpambania mwenzetu. Pia madaktari wa hospitali ya Muhimbili wajitahidi sana kupambania maisha ya kijana mwenzetu, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ukapitisha la kwake. Kwa hiyo sisi tunashukuru kwa kile Mungu amekifanya. Hatuwezi kulaumu kwa lolote. Kwa hiyo kama wafanyabiashara au kama binadamu tuitimize wajibu wetu katika kumpambania mwenzetu aweze kuendelea na maisha yake, lakini Mungu ndo ana siri kubwa. Lakini yote kwa yote kijana mwenzetu Saidi ambaye wananchi walimchangia kwa kiwango kikubwa sana jitahidi, lakini mwisho wa siku amefariki. Sasa hivi tuko mazishini hapa, ndo tunampeleka safari yake ya mwisho. Vyombo vya habari tunavishukuru sana kwa sababu bila wao tusingefikia malengo ambayo tulifikia kuweza kumuguza kijana mwenzetu. Vyombo vya habari vitangaza sana hizi habari sehemu tofauti mpaka nje ya nchi, ambako kuna wadau ambao walijitokeza nje ya nchi wakaweza kusaidia, lakini sio kwa uwezo wetu sisi. Lakini vyombo vya habari vishika nafasi yake, vikiguswa navyo, na mchango mkubwa alikuwa kusambazia hizo habari na kuomba michango
kwa watakayoguswa na huu ugonjwa ambao kijana mwenzetu alikuwa nao. Kwa hiyo tunashukuru sana katika hiyo, na waendelee katika hayo, sio kwa hili tu, pale patakapojitokeza basi wawe na uaminifu wa utoaji wa taarifa kama hizi ambazo kwamba zifanya. Tunashukuru sana kile chombo ambacho kwa kimesimamia sana. Kuna chombo kimoja ambacho kijitokeza sana, kimesimamia hatua moja mpaka nyingine mpaka hivi leo ambako tuko hapa. Kwa hiyo wote tuige katika mfumo huu, tuweze kusaidiana kama Tanzania, kwa sababu hali za maisha ziko tofauti tofauti.